Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeokoka siku ya leo, nampenda Yesu Kristo kama mwokozi wangu, na niko na furaha siku ya leo nimeokoka. Yesu amenipa wokovu na nimekuja mbele zako ili tukaweze kushirikiana katika neno. Na leo ningependa nifundishe ujumbe ambao unazungumzia laana. Zungumuze tuone laana ni nini na inaingia namna gani, na ni njia gani tunaweza tukaepuka laana, kwa sababu laana imetajwa katika Bible. Kumbukumbu la Torati 28, kichwa chake ni laana na baraka. Taona hapo ikifundisha utabarikiwa mashambani, utabarikiwa mjini, utalaaniwa mashambani, utalaaniwa mjini. Kwa hivyo wakati inazungumzia laana, ni kwamba laana inafanya kazi, na ili tuepuke laana ni vizuri tuelewe inaingia namna gani na ni njia gani tunaepuka na kabla sijaenda mbali, tena shukuru kwa ajili ya neno. Baba, ni asante ni kwa sababu ya neno lako. Tunapoenda kuzungumza neno lako, kaifanye mkate wa uzima ndani yetu. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Nataka nisungumuzie laana ya mzazi. Laana ni ujumbe. Ni ujumbe wa kubabanua zaidi. Ni msitu. Lakini nataka tu nisungumuzie laana ya mzazi. Na ikiwezekana ujumbe, kwa sababu ni ujumbe ambao unaweza ukaokoa kizazi chetu, nitasungumuza part 1, part 2, part 3, hata kama nitafika 10, ili watu waelewe laana ni nini, kwa sababu ni milango tofauti inatumika laana kuingia. Na nikisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi 18, Mambo ya Walawi 18, Mambo ya Walawi 18, Mambo ya Walawi 18, kuanzia mstari wa 6 inasema hivi. Kumbuka nimekuambia ni msitu. Nasungumzia kuanzia mstari wa 6 inasema hivi. Mtu yeyote aliye wa kwenu usimkaribie mwenziwe aliye wa jamaa yake ya karibu, ili kumfunua utupu. Mimi ndimi Bwana. Utupu wa baba yako wala utupu wa mama yako usifunue, maana ndiye mama yako, usifunue utupu wake. Utupu wa mke wa baba yako usifunue, maana ni utupu wa baba yako. Utupu wa umbu lako bidi ya baba yako au bidi ya mama yako, kwamba alizaliwa nyumbani kwenu au kwamba alizaliwa kwingine, utupu wa hao usifunue. Wacha nifike hapo, lakini ukiendelea hapo mstari wa 10 bado inaongelelea usifunue utupu. Nimekuambia ni ujumbe mrefu. Kuna laana ambazo zinatokana na wazazi, kuna laana zinatokana na mandugu zako, kuna laana zinatokana na madada zako, kuna laana zinatokana na mango zako, kuna laana zinatokana na mashemeji wako, kuna laana zinatokana na majirani zako. Laana nyingi zinatoka katika milango tofauti. Lakini leo nataka ninguzie laana ya mzazi. Hizi zingine nitakuwa ninafundisha pole ili tuweze kuokoa kizazi chetu. Hatujaelezewa ya kwamba kuna laana na zinafanya kazi. Kila kitu kinafanyika watu kwa kizazi chetu tunaona ni kawaida. Kiangalia vile watu wanakufa ovyo, kwa kweli si kawaida. Kuna mlango shetani anatumia kuangamiza kizazi chetu. Kuna mlango shetani anatumia ili kuangamiza kizazi. Anaweza akatumia mlango wa laana, anaweza akatumia mlango huo ili kuangamiza kizazi.
Namba 1, laana ya mzazi inaingia namna gani? Laana ya mzazi, tumetoka katika familia zenye matatizo kulingana na misingi iliyowekwa na mababu zetu. Kuna familia ambazo ni kisirani. Mama ni kisirani, baba ni kisirani. Na wazazi wa aina hiyo ni ngumu sana kukaa na wao. Usipokaa makini na wao, utabeba laana na laana zitakuhangaisha. Namba 1, aidha mama yako ni kisirani ama baba yako ni kisirani. Ili uepuke laana yake, namba 1, usiwe mtu wa kujibu. Wakati amelipuka, wewe nyamaza, wachana naye alipuke. Sababu wakati unafungua kinywa chako na kumjibu, hapo ndipo ile laana huwa inaingia. Alafu unaweza kuwa wewe ni kijana mzuri, mwenye kufanikiwa, mwenye maono mazuri. Watu walikuona wewe ni kijana mzuri, watu waliona kwamba wewe ni mtu ambaye utalete mabadiliko. Miaka 20, miaka 25, miaka 30, miaka 35, maisha yanaanza kusenzi. Unaanza kuingia kwa ulevi ambao si wa kawaida. Unaanza kuingia kwa mambo ambayo maisha yanaanza kuwa magumu. Kumbe kuna laana ambayo ilipata mlango kwako. Naweza kuwa tu ni kuongea, ni kufungua kinywa ulifungua, ile laana ikapata mlango na ikaanza. Laana huwa inakula pole pole. Laana inakula pole pole. Naweza ukapatikana na laana ukiwa na miaka 20 ama miaka 25, lakini ile laana itakuja kuonekana ukiwa na 45 years. Hapo ndipo laana itakuja kuonekana iking'aa kwako. Laana iking'aa kuna maana gani? Wakati mateso yameanza kukuataka, wakati maisha mazuri yameanza kuingia katika maisha yako, hapo ndipo watu wanaanza kuona, mbona huyu mtu miaka 20 amepita alikuwa mtu mzuri, miaka 20 imepita alikuwa mwenye bidii, miaka 20 imepita alikuwa mtu mzuri, lakini hapo sasa maisha yanaanza kuharibika. Naanza kuwa mlevi, naanza kuwa kisirani, maisha yanaanza kuwa ni maisha ya kuhangaika. Kwa sababu kuna 20 years imepita, kuna laana ilipata nafasi kwako. Na ili uepukane na hiyo laana, usiwe mtu wa kujibu mzazi wako. Anaweza kuwa alibeba laana kwa wazazi wake, na wakati ile laana inamkula, huwa nayo hiyo laana ikiwa ndani yake inatafuta mwingine iingie kwake. Anatafuta mwingine aingize ile laana kwake. Anaweza kuwa ni mzazi wa aina hiyo. Kwa hivyo ndio maana unaona ni mtu wa kuongea laana, ni mtu wa kuongea maneno ambayo si mazuri. Ni mtu wa kuongea maneno ya kulaani, kwa sababu aidha alilaaniwa, na ile laana ikiwa ndani yake inatafuta mahali pengine itatua. Anapoondoka hapa duniani, aache ile laana bado inaendelea na kufanya kazi kwa kizazi chake. Ili uepuke ile laana, jifundishe kunyamaza. Kiwezekana wakati ameongea, wewe nyamaza. Na ikiwa ni lazima hiyo laana itue kwako, jifundishe kunyamaza. Aidha umeokoka ama hujaokoka, mwambie Mungu. Hata maombi unaweza kuomba na hujaokoka, na Mungu akaangalia kilio chako. Mungu akaangalia vile uko na moyo, akakuhurumia na ukapata wokovu.
sababu wewe umeona ile shida na utaki kuwa connection na ile shida. Kwa hivyo jifundishe kunyamaza ili ukashinde ile laana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale wameokoka, angalia, hata kama umeokoka, laana ya mzazi inaweza ikakuondoa kwa wokovu. Naweza ukakosana na mzazi wako, akatamka maneno kwako, na unapoanza kumjibu na umeokoka, umefungulia laana mlango, na laana inaweza ikakuondoa kwa wokovu kabisa. Ili uepuke, jifundishe kunyamaza, either umeokoka ama hujaokoka. Hiyo ni number 1. Number 2, muheshimu mzazi wako. Kuna tabia huwezi kufanya mbele yake, kwa sababu zile tabia ambazo unafanya mbele yake zinaweza kufungulia aanze kutamka laana, kwa sababu umefungua mlango, umefungua hasira mbele yake, umefungua hasira. So ni vizuri uangalie zile tabia ambazo hazina heshima kwa mzazi, ujiepushe nazo. Kwa mfano, unaweza kuwa wewe hujaokoka na unakunywa pombe. Wewe kuja mbele ya mamako na umelewa. Wewe kuja mbele ya babako na umelewa. Wewe kuja mbele ya wazazi na umelewa na umeshika sigara hivi. Hiyo ni njia moja ya kuonyesha huna heshima kwake. Na anaweza kutoa maneno ambayo ni ya kukuataka. Anaweza kutoa maneno ambayo ni ya kuingiza laana ndani yako, kwa sababu zile tabia unafanya ni tabia ambazo hasina heshima mbele yake. So huo ni mlango mwingine, anaweza akaachilia laana na ikaingia, sababu umefungua mlango kulingana na tabia ambazo unaishi mbele zake. Hiyo ni number 2. Number 3. Ni vizuri uonyeshe mzazi wako kumpenda. Unapomuonyesha kumpenda, ni njia moja ya kumfungia. Ni njia moja ya kufungia. Na wakati unampenda, kumbuka kuna watu huwa wako pale nje. Kwa nyumba iliyo na laana, kuna watu huwa wako pale nje na wanaangalia. Wanaona tu huyu ni mtu ambaye ni mbaya, lakini amezaa watoto wazuri. Kulingana na vile unaishi na watoto wako. Kulingana na vile anaishi na watoto wake, watu wanapata majibu ya kwamba huyu mtu ndio mbaya. Watoto wake si wabaya, yeye ndio mbaya. Yeye ulaani watoto wake, lakini watoto wake wananyamaza. Yeye huwa analaani watoto wake wananyamaza. Watoto wake ni watoto wenye tabia nzuri, lakini tunaona tu yeye ndio mbaya. So ile laana haiwezi kukupata, sababu majirani wanaona. Watu ni mashahidi wa Mungu. Majirani wanaona. Kwa hivyo anapoachilia ile laana haina nguvu, kwa sababu majirani wameshuhudia ya kwamba yeye ndio mbaya. Kwa hivyo ni njia moja ya kusefu ili usipokee laana ya mzazi. Usiridi laana ya mzazi. Mzazi anaweza kuwa alilaaniwa na mzazi wake, lakini anatafuta mahali ataridi hiyo laana. So hiyo ni njia moja, wakati unampenda, wakati unamsaidia. Hiyo ni njia moja ya kufunga. Hakikasirika, hakikani kama anakasirika, wewe unatafuta ujanja, umeepa. Majirani ni mashahidi wako ya kwamba inafika mahali ule mzazi anachukuliwa kwamba ni mwenda wazimu. Majirani atajua huyu mzazi labda ni akili yake si nzuri. So utakuwa umejiokoa na umeokoa kizazi chako. Kwa hivyo huo ujumbe ni wa wale wameokoka na pia wale hawajaokoka. Huo ujumbe utawasaidia. Wale wajaokoka, huo ni ujumbe utawasaidia, na wale wameokoka pia huo ujumbe unaweza ukawasaidia. Kwa hivyo huo ujumbe ningependa mkaweze kuupokea, na hiyo ni part 1
tumezungumzia laana ya mzazi, kufungia laana ya mzazi ili isipate nguvu kwako. Laana ya mzazi inaweza ikafunga baraka zako. Laana ya mzazi inaweza ikafunga maisha yako, na hata ukawa na maisha ya kuteseka, ukawa na maisha ambayo ni ya kukosa amani, ukawa na maisha ambayo ni ya kung'ang'ana, ukawa na maisha mabaya kwa sababu ya laana ya mzazi. Kwa hivyo epuka laana ya mzazi. Maandiko inasema hivi, tuwe werevu kama nyoka na tuwe wapole kama njiwa. Ni njia moja ya kuepuka laana hizi ambazo naona zinaweza. Kizazi chetu laana inafanya kazi. Angalia vile dunia inaenda saa hii. Mambo mengi unaona yanafanyika, ni laana inafanya kazi. Utawezaje wewe mtu mwenye akili nzuri, umesoma, unatoka nje ukisema naenda kuandamana, naenda kuandamania nini? Hata labda kile unaandamania ujui ni nini. Hapo unapoandamana, askari anakupiga risasi, unakufa, unapoteza maisha. Zingine ni laana zinafanya kazi. Zingine ni laana zilipata mlango na zikaingia. Taweza kwenda aje kanisani? Naweza kwenda aje kanisani? Ingawa mengine tunatakiwa tufundishwe, lakini kuna mambo tunaona yanafanyika kanisani, lakini ni laana zinafanya kazi. Taona dada ni huyo, anaenda kanisani, anaenda ni kama amevaa miniskirt, anaenda uji, lakini hata mafundisho yanapofundishwa hayamsaidii. Kwa hivyo ni vizuri ukaweze kupokea huo ujumbe, na Mungu akubariki.